Hali hiyo tutazame nusu fainali ya pili ambayo itapigwa kesho katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, jiji la miamba, jiji la samaki, kati ya Azam FC dhidi ya Yanga. Dar es Salaam Derby ikihamia jijini Mwanza, kanda ya Ziwa, inakwenda kutoa raha kwa watu wa kanda ya Ziwa ambao watajitokeza bila shaka kutazama mchezo huo. Ni nusu fainali ya ambayo pia wengi wamezoea kuiona kwenye finali, lakini ni nusu finali ambayo ina hatima, lakini ni nusu finali ambayo pia ina mambo mengi nje ya uwanja pamoja na ndani ya uwanja. Inawezekana ikawa Azam na Yanga ya tofauti na zile ambazo tumeshazishuhudia mara kadhaa kwa siku zilizopita. Inawezekana anything can happen, kwa sababu Yanga, Azam ni timu ambazo zina ushindani mkubwa, si tu kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, hata kwenye michuano mingine ambayo wao wanakutana kuna ushindani huwa unaonekana. Nafikiri moja ya timu ambayo imecheza fainali nyingi kwenye kombe la FA pamoja na Azam, lakini kwenye mataji alionayo tukianza kuhesabu, nafikiri takwimu zao za baby zaidi Azam kwenye kuwa mabingwa. Kwa hiyo anakutana na Yanga ambayo inatetea ubingwa wake ambao waliuchukua ndani ya misimu kama 4 hivi, kama sio 3, wamekuwa wakiuchukua ubingwa wa kombe la FA. Kwa hiyo Azam kwa sasa wapo kwenye fomu ambayo kitazama ni nzuri, actually ni nzuri, kutokana na mwalimu alionaye kwenye bench, Florent Ibenge. Pakubwa zaidi ameibadilisha Azam kiuchezaji, imebadilika, lakini pia hata kiushindani imebadilika, namna ambavyo anawaamini vijana na wamekuwa wamwangushi. Kwa hiyo silaha kubwa ya mwalimu wa Azam Florent Ibenge ni kuwaamini vijana, lakini pia kuwachanganya na wachezaji ambao ni masinia, ambao pia wanakwenda kuzungumza nao namna ambavyo mambo yanavyokuwa yanakwenda uwanjani. Ndio kitu ambacho kinambeba sana Florent Ibenge. Kwa hiyo kama michezo miwili, kama michezo kadhaa, kama nafikiri mpaka sasa Yanga na Azam wamekutana ndani kama michezo 4 hivi, kwa sababu kule Muungano walikutana mchezo mmoja nafikiri. Ndio. Ligi kuu Tanzania bara wameshakutana mchezo mmoja. Bado mchezo mwingine mmoja. Kwa hiyo kwenye michezo hiyo miwili Azam ameonekana kwamba si timu nyepesi mbele ya Young Africans. Na watakutana mara mbili. Na watakutana tena mara mbili. Kwa hiyo wameshaonyesha hicho kwamba Yanga kuna sehemu ukiwanyima nafasi ya kufanya kile ambacho wanatamani kukifanya, wanapitia wakati mgumu. Pitia michezo miwili ambao walicheza, mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao litamatika kwa sare tasa ya bila kufungana. Uangalie mchezo ambao Yanga alishinda pale Zanzibar, alishinda kwa mabao 2 nafikiri, lakini angalia namna ambavyo Azam alikuwa anacheza, kulikuwa na kosa nyingi sana. Kwa hiyo nafikiri Yanga pia analijua hilo kwamba anakutana na mpinzani mgumu, na kama Yanga atashinda mbele ya Azam, basi ni moja kwa moja na kwenda finali. Sasa kama unashinda kwenye mechi kama hiyo ya Azam, inakupa ile intensity ama radha ile ya ushindani, kwamba hata nikienda kucheza finali yoyote na aje, kwamba unavocheza na Azam unahakika kwamba anacheza na timu ambayo itanipa pressure sana, ni timu ambayo nikifanya kosa moja unaweza ukaniadhibu, kutokana na quality ya wachezaji waliopo. Lakini quality ya wachezaji wa Yanga na wa Azam hazipishani sana, kwa maana ukiangalia hata eneo la mbele zaidi utamkuta, mfano kwa upande wa Azam, Jephte Kitambara Bora ama Jackie Usingita, utamkuta Faisal, utamkuta Idi Dado kwenye eneo la mbele zaidi. Ndio. Utamkuta labda akimtumia Ashraf Kibeku ama Mzee Hassan, yule amekuwa akitokea bench. Lakini kwenye eneo la midfield ama kiungo wa chini, labda unaweza kumkuta Sadio Kanuti, ukamkuta James Akaminko, ambaye kwa sasa ni kwa takriban mechi kadhaa mwalimu amwamini kumwanzisha, tumekuwa atumuoni akianza mara kwa mara, labda Imidi Mao na Sadio Kanuti, Yaya Zaid, hao kwenye eneo la midfield ama kiungo wa chini. Kwenye fullback unaweza kawakuta labda Rusajo Maikenda, mkuta Pascal Gaudens Msindo, mkuta
Yoro Diaby, Mamadou ama Rame Kirawi na Mamadou Diaby, eneo la goalkeeping Aishi Salum Manura ama Zuberi Foba. Kwa hiyo ukiangalia kikosi cha Azam kina nyota ambao wamesheheni na wenye uwezo mkubwa, sawa na Yanga. Tamkuta Dube, labda Aurelio Dep, Okero, Pacome, Maxi, Dioke Abuya, Mudathiri. Utawakuta kama hawa kina Boka, Mohamed Hussein. Kuta eneo la pembeni zaidi labda anaweza kacheza Yao Kwasi ama Israel Patrick Mwenda, Bakari Nondo, Ibrahim Baka kwenye eneo la center back, Jigi Diara eneo la goalkeeping. Kwa hiyo ukiangalia aina ya vikosi vya timu zote mbili, hata kama sijapatia kufanya ile inaitwa tunasema prediction ya vikosi ambavyo vitaanza kesho, lakini majina ambayo nimeyataja ni majina ambayo kama wachezaji watakuwa na siku nzuri kazini, wataenda kuonyesha game ambayo itakuwa ni ya kuvutia. Na kwa bahati mbaya sana kwa Yanga, yani maamuzi ya Yanga kutetea vikombe vyake ambavyo alichukua misimu minne iliyopita iko mikononi mwa Azam, kuanzia FA, kwa sababu kama atashindwa kumfunga Azam ataishia hatua ya nusu. Ili afike hatua ya finali lazima amfunge Azam. Kwenye ligi kuu, kizingiti kikubwa ambacho tunakiona zaidi ama mchezo mgumu ambao tunauona zaidi ni mgumu kwa Yanga ni dhidi ya Azam. Kwa hiyo anabidi achange karata zake pande zote mbili, kwamba huku ni shinde kwenye FA na huku kwenye ligi kuu ni shinde. Sasa wapi napaswa kuanzia zaidi? Naanzia huko FA na kuja kumalizia na ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini actually ni mchezo ambao utakuwa wa kuvutia na utakuwa na vitu vingi, sababu Azam alimfunga Simba ndani ya msimu huu. Sasa alimfunga Simba. Anatamani pia aonyeshe ushindani mzuri mbele ya Young Africans. Mfano, kamfunga Simba mchezo uliopita wa ligi kuu Tanzania bara, walitoa sare. Kwa hiyo Azam alivuna alama 4 mbele ya Simba, si ndio hivyo? Ndio. Kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini alivuna alama 1 mbele ya Young Africans. Kwa hiyo ule ushindani anatamani kuendelea. Anatamani kuendelea kukaza kwamba inawezekana mimi nikawa ndo timu pekee ya kumweza kumzuia Yanga, ya kuweza kumzuia Simba kwenye mafanikio ambayo wanayarenga ama wanayafocus. Kwa hiyo kwa vitu vichache ambavyo nimevibainisha, nafikiri mechi ya kesho itakuwa na ladha yake. Mechi yenye ladha, yenye ushindani kama ulivyosikia, lakini pia bila shaka hata wewe ukisikia Azam dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Azam, kuna kitu kinakujia akilini. Kwa uchache ni hayo ambayo ameyagusia Jerwin. Yeye amejaribu kusummarize kwa kile ambacho inawezekana kikatokea kulingana na aina ya wachezaji ambao wapo kwenye timu hizo, lakini pia ubora ambao wamekuwa kiuonyesha. Vipi kwa upande wa benchi la ufundi, kigusia kwa upande wa kocha wa Yanga Abdi Ahmed Mwalin pamoja na kocha wa Azam Florent Ibenge, ambao wamekuwa na mbinu tofauti, wanabadilika kutokana na approach pamoja na aina ya mchezo. Bila shaka pia utafahamu kile ambacho kitaendelea katika nusu finali hiyo ya pili siku ya kesho majira ya saa 9:30 alasiri katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Baada ya kutazama